Kwa mjadala huu tuliopata leo kutoka kwa Mheshimiwa David Kafulila imekuwa ni chachu ya kitaaluma kwa sababu umegusia masuala ya maendeleo, masuala ya uwekezaji katika muktadha wa kileo. Ni faida kubwa sana kwa wanafunzi wetu kwa sababu tunatoa mafunzo hapa ya kilimo, na kama mnavyofahamu kilimo ndio chachu ya maendeleo. Kilimo ndio mama wa viwanda. Lakini kama mlivyosikia, na imekuwa ni changamoto kubwa hata kwa wanafunzi wetu waliokuwepo na wameuliza maswali kuweza kupata uelekeo wa maendeleo ya kisasa duniani yanakwendaje na yanatakiwa kwenda namna gani. Mheshimiwa amekava vizuri sana jinsi ambavyo maendeleo ya kisasa yanapatikana katika nchi za China na Singapore, ambayo imetoa ufunuo mkubwa sana kwa kuweza kuelewa dunia inakwenda wapi, na kwamba pamoja na rasilimali bado tunatakiwa kuwekeza sana katika rasilimali watu. Hiyo ni nje ya rasilimali za asili, ambapo hiyo amesema kwamba ni kuboresha ubongo wa watu, ina maana kukuza elimu ya watu ili kuweza kutoka bahali tulipo kwenda mbele. Devota Josephat ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa extension. Elimu hii ni nzuri sana kwa sababu tumeweza kupata kujengewa uwezo wa kufahamu ni jinsi gani tunaweza kushirikiana na mashirika binafsi na shirika la serikali katika kuhudumisha na kukuza uchumi, kama lengo la serikali lilivyoweka kwamba kufikia mwaka 2050 tuweze kuwa tumefikia kwenye uchumi wa hali ya juu, ambapo ikiwa pamoja na kilimo kwamba ni sehemu kubwa ya kipato sehemu kubwa ya ukuzaji wa kipato cha uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo kwa uwezo tuliojengewa kwa sisi wataalamu ambao tunaenda kule kushiriki katika ujenzi wa taifa, itaweza kutuwezesha sisi kuweza kushirikiana na makampuni tofauti katika kukuza uchumi. Kwa majina naitwa Jennifer Dafred Mkongo, ni mwanafunzi wa SUA kutoka katika ndaki ya kilimo, idara ya ugani na maendeleo ya jamii. Jukwaa hili limetusaidia sisi vijana katika kupata uelewa mzuri katika masuala ya kijamii, lakini pia namna gani kilimo kinaweza kubadilishwa kuwa katika maendeleo katika jamii yetu, hasa kwa wakulima wadogo katika maeneo ya vijijini. Naitwa Ezron Karimribo ambaye ni mshiriki wa mhadhara wa umma wa leo ambao umeendeshwa na Mheshimiwa Bwana David Kafulila siku ya leo Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Katika wasilisho lake kubwa kuhusu ubia kati ya sekta ya binafsi pamoja na umma, ulikuwa ni mjadala mzuri, lakini pia mjadala fikirishi. Kuna maeneo ameyagusia makubwa ambayo pia amenigusa. Kwa mfano, upande wa mkataba kati ya taasisi za umma na sekta binafsi umekuwa ni swala ambalo linetugusa sana, kwa sababu tunatamani kuona kwamba taasisi za umma zinafanya vizuri zaidi katika kuweza kuchangia uchumi wa taifa, lakini wakati huo ni kwamba kuna vikwazo mbalimbali ambavyo kulingana na jinsi tunavyoendesha taasisi zetu huwa zinahitaji mazingira rafiki kuweza, hasa kwa sababu ule ubia unajikita katika kuwekeza ili uweze kupata faida, lakini wakati mwingine utoe huduma bora katika taasisi kama za kwetu. Eneo jingine ambalo naamini ilikuwa ni jema sana ilikuwa ni upande wa kuongeza ufanisi katika kusimamia taasisi, taalamu nasema managerial efficiency. Wakati tukiwa tunadhana watu wengi kwamba wataalamu wetu wa ndani ya nchi hawawezi kumanage vizuri taasisi, lakini mimi binafsi mawazo yangu ambayo hayakinzani na wasilisho, lakini nadhani anaweza kaboresha zaidi, ni kwamba mazingira ambayo mtu anayesimamia anayefanya kazi anaweza kukufanya uweze kuonekana kwamba unafanya vizuri au unafanya vibaya. Kwa mfano, ukiwa na Watanzania hapo wazuri ambao ninaamini wana uweledi na uwezo wa kuendesha taasisi vizuri kabisa, lakini mazingira yale yaliyowazunguka yanaweza siwe kuwa ni rafiki kuweza kuonekana
kwamba wanachangia vizuri upande wa ku manage taasisi vizuri. Kwa hiyo hivyo basi, kitu ambacho ni wazo fikirishi ni kwamba ni kwamba kila taasisi iliweze kuendeshwa vizuri lazima iletwe mtu wa nje kuendesha. Binafsi siamini katika hivyo. Naamini kwamba tukiboresha yale mazingira, tukatafuta baadhi ya Watanzania hawa na kuwekea mazingira ambayo ni mazuri, wanaweza wakaendesha taasisi vizuri kwa ufanisi. Maeneo wakati wa mjadala ambayo yameibuliwa na washiriki wengi, kulikuwa kwa mfano swala la manunuzi. Tukienda katika utaratibu wa serikali, mashirika ya umma manunuzi, kwa mfano nimepewa taasisi ambayo inahusika na kutoa huduma, kwa mfano mzuri tu chakula, alafu kaniambia niweke kufuata mfumo wa manunuzi. Sisi huwa tuna mfumo unaitwa NeST. Unanunua nyanya, unanunua sukari kwa mfumo wa manunuzi, yaani ile mchakato tukuja kufika mwisho isha kuchukua zaidi ya mwezi mzima. Utaonekana kwamba huwezi kuendesha. Lakini mtu ambaye ni mtu binafsi, anachotakiwa tu ni kujua kwamba kuna demand halafu kuna supply, and then unatoa maamuzi ya haraka. Kwa hiyo mara nyingi kwenye taasisi zetu zimekuwa ugumu mkubwa uko katika ile mazingira ya kurahisisha maamuzi yafanyike kwa uharaka. Hiyo ni sehemu moja. Sehemu ya pili, tuna ile upande wa vitendea kazi ambavyo ni rafiki, ambavyo itakusaidia katika kufanya maamuzi, kwa sababu hawa wenzetu wamekuja bila mitaji, lakini wakaanza kuendesha taasisi baada ya miaka 3-4. Nina mfano mwingine, ninafahamu kuna mzungu mmoja, sitaki kutaja taasisi ambayo, lakini toka Norway, akafika maeneo ya Iringa, kaanzisha shamba la kilimo katika muktadha wa mada ya leo. Amekuja hana mtaji, lakini yeye akawa na mazingira rafiki, akaweza kuleta mitaji kutoka kwa wazungu wenzake, baadaye akaweka na wazawa, na kwa sababu ile mtaji ameupata kirahisi, ukiangalia kwa miaka kama 7 ambayo namfahamu, amesonga hatua kubwa mpaka watu wanashangaa, hivi ni Tanzania hii ni maeneo yale tunayofahamu, ni mtu wa nje amekuja, lakini yale mazingira ambayo yanamzunguka ameweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kwamba tujitahidi kujenga uwezo na kuboresha mazingira katika ile muktadha mzima wa ubia kati ya taasisi binafsi na mashirika ya umma, kwa lengo kubwa la kuweza kuleta ufanisi. Na wale ambao ni wazawa, basi tuwajaribu, tuwapime, kwa tunawekeana malengo kwamba tunakupima, akionyesha kwamba ni mfanisi tumuendeleze basi, ili mwisho wa siku na sisi tuweze kuzalisha, kwa sababu tumeona pia kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa hapa nchini hawafanyi vizuri, lakini wakitoka nje ya mipaka, watu wale wamebadilishwa mazingira, tunaona wanafanya vizuri. Na baadhi ya hata mifano ya vijana wabunifu ambao mimi nawafahamu, ambao wamefanikiwa zaidi kwa kuweza kubadilishwa wale mazingira. Kwa hiyo wakaja kuonekana kwamba kumbe nao wanaweza waka manage efficiently, ila kumbe tatizo lilikuwa ni mazingira yanayowazunguka. Asante sana.